Karibu Bukelebe TV. Jifunze neno la Mungu, pokea matumaini na gundua unabii wa kibiblia. Jiunge nasi kwa safari ya kiroho. Hii ni Bukelebe TV. Bukelebe TV. Angalia, dunia imejaa dhambi na maovu. Wakati wa hatari umefika. Usichelewe kujipanga na kumtafuta Yesu. Tafuta wokovu leo kabla ya kuchelewa. Habari njema ikirushwa Bukelebe TV. Karibu sana. Tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe TV. Habari za wakati huu, karibu katika kipindi cha lesoni, na leo tunaangazia lesoni ya Jumapili. Tupo katika robo ya 4, somo ni la 9. Somo letu la siku ya leo lina kichwa cha habari kinachosema Edeni na Kanaani. Usomaji wa Biblia kwa mpango, tunasoma kitabu cha Waamuzi sura ya 10. Fungu letu la kariri linatoka kitabu cha Zekaria sura ya 9 mstari wa 12. Irudieni ngome enyi wafungwa wa tumaini, hata hivi leo nasema ya kwamba nitakurudishia maradufu. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunaanza somo letu la leo tukikuomba utufungue akili na mioyo. Tusaidie tuelewe kile unachotufundisha kuhusu Edeni, Kanaani na ahadi zako. Tujaze Roho wako Mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, amina. Wakati wa uumbaji, Mungu aliwaweka Adamu na Hawa katika bustani ya Edeni. Mahali pazuri sana, palipojaa uzuri, palipojaa chakula, palipojaa amani, palipojaa uwepo wa Mungu. Edeni ilikuwa nyumba kamili ya wanandoa wa kwanza, na ndani yake walijifunza moja kwa moja kuhusu tabia ya Mungu na mpango wake wa maisha yao. Kila kitu walichohitaji kilikuwepo, na walikuwa na nafasi ya kukutana na Mungu bila kizuizi chochote. Bustani ilikuwa pia shule yao, mahali pa kupata hekima, mahali pa kupata ujuzi, mahali pa kuelewa mapenzi ya Mungu. Lakini baada ya anguko, mambo yalibadilika kabisa. Walipoteza imani na utii kwa Mungu. Uhusiano wao na yeye ukavunjika. Kwa sababu ya dhambi, walipaswa kuondoka Edeni, mahali palipokuwa kituo cha furaha kikamilifu, kikawa mahali walipoweza kurudi tena. Kupoteza Edeni kulionyesha wazi jinsi dhambi inavyoleta utengano kati ya wanadamu na Mungu. Walipoteza nafasi yao, walipoteza usalama wao, lakini vile vile walipoteza urithi waliokuwa wamepewa. Tangu wakati huo, Edeni ikawa ishara ya uzima wa milele walioupoteza, na siskali ya kile Mungu anataka kurejesha tena kwa wanadamu. Wakati tunaanza ahadi ya nchi ya Kanaani, tunaona mfano ule ule wa Edeni. Wazee wa imani kama Abrahamu, wazee wa imani kama Isaka, wazee wa imani kama Yakobo walipewa ahadi ya nchi, lakini hawakuimiliki kabisa walipokuwa hai. Walikuwa tu wasafiri na wageni. Hii inaonyesha kuwa nchi ile haikuwa tu ardhi ya kawaida, ilikuwa zawadi ya Mungu kama Edeni. Wazee wa imani hawakustahili kwa matendo yao, vivyo hivyo Israeli hawakustahili kuipata. Ilikuwa neema tupu Mungu aliwapa kwa sababu ya ahadi yake, na kwa sababu walikuwa bora. Nchi ya ahadi ilikuwa ikisubiri kutimizwa kwa wakati wa Mungu, kama vile sisi leo tunavyongojea ahadi za mbinguni. Kitabu cha Waebrania sura ya 6 mstari wa 11 hadi mstari wa 15 inatufundisha kwamba sisi pia ni warithi wa ahadi zilizo bora zaidi kuliko zile za Israeli. Yesu ametupa agano jipya, lililo imara na lililo kamili. Lakini ili kupokea ahadi hizo, tunahitaji kuwa kama wazee wa imani. Kufuata kwa imani, kufuata kwa uvumilivu, lakini vile vile kufuata kwa utii. Tunaishi tukiamini kwamba Mungu anatimiza alichotuahidi, hata kama bado hatujaona kwa macho. Kwa hiyo Edeni na Kanaani zinatufundisha jambo moja kuu: urithi wa Mungu ni kwa neema, si kwa matendo. Tunachohitajika ni kutembea na Mungu kwa imani na kusubiri kwa moyo wa uaminifu hadi ahadi zitimie. Tuombe. Bwana Mungu, tunakushukuru kwa somo la leo. Tusaidie kuishi kama watoto wa ahadi, tukiamini mpango wako juu ya maisha yetu. Tunapoendelea kusoma neno lako,
tujaze imani na uvumilivu kama wazee wa imani. Tunakabidhi siku ya leo mikononi mwako. Kwa jina la Yesu Kristo. Amina.